Uchebe, kwanza pole sana kwa matokeo ya leo mzee wangu. Mimi nashukuru, nimeyapokea japo imeniumiza. Lakini ndio mpira ulivyo. Wewe ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na matumaini makubwa sana Taifa Stars. Lakini tumeona Taifa Stars imepoteza kwa goli moja, huko lawama nyingi zikienda kwa referee wa leo. Raia wa Mali. Pengine Taifa Stars alikuwa bora sehemu gani kwa mchezo leo? Of course, mimi niseme kwamba kwanza tupongeze timu yote kwa ujumla. Technical bench, lakini uongozi wa serikali na uongozi mwingine wa Wizara ya Michezo wanaonyesha kweli sasa hivi tulikuwa tunahitaji hii AFCON, tulikuwa tunahitaji. Kwa maana ukiangalia kuanzia mchezo wa kwanza tumepoteza, mchezo wa pili tumetoa nao sare, wa tatu tumetoa nao sare. Mchezo wa hatua ya 16 bora tunafungwa kwa goli moja, goli halina mashaka. Ila wametudhulumu haki yetu Morocco. Tunasema hivyo kwa sababu matokeo ukiangalia sisi matukio ya referee yalikuwa yana upendeleo, hayakuwa yanafuata sheria kusema kwamba huyu wa Morocco amefanya makosa ni mwadhibu, ila wa Taifa Stars akifanya makosa tunaadhibiwa. Umenielewa? Na dakika za mwisho tunanyimwa clear penalty ya Edinado, kusukumwa hadi mfungaji wao wa goli ana mind Diaz, yule mwenye jezi namba 10. Yes, ana mind kwamba beki wake alichokifanya ni maamuzi ya kipumbavu na ya kitoto na hajapendezwa hata naamini hata maamuzi ya mwamuzi. Umeelewa? Kumtunyima sisi haki yetu. Kama tulikuwa tuna deserve kuenda dakika 30 kisha maamuzi ya penalty yaje kutokea ndio apatikane mshindi, litakiwa tufuate hizo vitu. Lakini mwisho wa siku unalazimisha refa kwamba mshindi awe Morocco. Mimi naamini Tanzania bado hatujatolewa. Tanzania bado hatujatolewa. Umenielewa? Tumetolewa kwa shinikizo la referee, sio kwa kusema kwa kiwango chetu. Sisi hatujatolewa kwa kiwango chetu hata kidogo. Sisi tumeonyesha mchezo mzuri na nadhani moja ya michezo bora ambayo wameshuhudia kutoka CAF hii michuano ya AFCON 2025-26 basi ni hii, kuona Taifa Stars analeta upinzani mkubwa. Morocco leo haamini, anamiliki wachezaji wanaolipwa kwenye soka, wanalipwa. Sisi hatuna mchezaji anayelipwa, sio? Lakini tumeleta upinzani. Watu wao wenyewe nadhani walikuwa wanaangalia kwamba sisi ndio wachezaji wetu wa kulipwa au wao, lakini sisi bado tunaonyesha ubora. Mimi naamini kwa hiki kilichotokea ni somo. Ndio. Wakati mwingine tukirudi kwenda kuchuana kwenye michuano ya namna hii, naamini hatutafanya makosa namna hii. 2027 wewe ndio mwenyeji hapa. Pengine pila ule uliona la Gamondi, ushindani utakuwa mkubwa sana kwenye mashindano hayo. Kwanza hapo niongeze Wizara ya Michezo na taifa kwa ujumla, wewe unaangalia basi, sio unakatisha tu. Haya, kaa pembeni. Poa. Inawezekana wewe Morocco wewe unanivuruga hapo. Haya, kaa pembeni kaa. Umenielewa? Kwa mpira huu ambao tumeuonyesha Mikel Gamondi, kwa muda mchache aliyopewa timu, Wizara ya Michezo na taifa kwa ujumla tuliangalia sana huyu Mikel Gamondi, na inawezekana ofa zikawa nyingi. Mataifa ya wenzetu hayapendi Tanzania ipige hatua kwenye football. Kama ameshaona huyu kocha anaweza katupeleka mbali, na sisi tukao wenyeji, kwamba unapokuwa mwenyeji kuna advantage pia, home advantage. Leo Morocco ametumia home advantage mpaka kapitiliza. Leo Morocco Mikel Gamondi tukimpa mkataba mnono, tukamba kila aina ya vitu ambavyo anavihitaji, naamini Tanzania inaenda kupiga hatua. Hakuna mtu aliyewahi tegemea kama Tanzania tutakuja kutolewa kwa heshima namna hii. Watu wote walikuwa wanategemea Tanzania tunaenda kutia aibu. Ukiangalia mpaka tunamaliza michuano game 4 tunaruhusu magoli 5. Ni kiwango cha juu sana. Huo ni ubora kiasi gani? Ni kiwango cha hali ya juu sana ambayo Tanzania haijaipata. Mimi niseme toka nikiwa na akili zangu timamu nafuatia Taifa Stars inacheza mashindano ya chani AFCON na michuano mingine. Hii ndio moja hatua bora ambayo tumeipiga. Ukiangalia kupoteza na Nigeria goli 2-1 sio kazi ndogo. Tunaenda kupoteza na tunaenda kutoa sare na Uganda sio kazi ndogo. Tunaenda kutoa sare na Tunisia, tunaingia 16 bora, sio kazi ya kitoto. Yule Mwarabu mpaka kesho anajiuliza Tunisia
nimewezaje kutoa sare na Mtanzania huyu? Na alikuwa anakudharau. Umenielewa? Alikuwa ananibeza vibaya mno. Leo tunaenda kukutana na Morocco. Morocco anatudhulumu haki yetu ya wazi wazi. Rais wa FIFA yuko pale Infantino. Naambia, atawaambia kabisa kwa hiki mlichokifanya Morocco mfiki mbali. Na mimi nasema na maombi ya Tanzania tunasema Morocco anaishia robo finali, haendi mbali. Afiki finali? Mama, ngoja nikukumbushe. Mama Lodi aliwahi tuzulumu Yanga goli. Unakumbuka? Nakumbuka. Goli la Stefan Azikili napigwa. Nagonga besela linaingia ndani. Refa Meda Dayane anasema no, sio goli. Yule alikuwa ni asili ya Waarabu wao. Wanatukataa. Leo huyu Mwarabu tena anatukatalia wasio Tanzania. Mwarabu nani? Mama Lodi alishia kwa Esperance de Tunis. Nusu finali akakwama. Robo finali. Umenielewa? Akakwama. Leo nasema Morocco afiki mbali. Kwa mambo nayo yafanya. Kwa ile aliyotufanyia si wa Tanzania, Morocco afiki mbali. Mimi niko hapa, hata tumia home advantage kiasi gani. Atakutana, kuna mataifa yameenda. Tena kitaifa kidogo tu kitambomoa. Na hata kaamini. Bora ningemwacha Tanzania, inawezekana ningefanya maajabu. Kuliko nimejifanya mimi najua leo naenda kuzalilika. Tuzungumze kiwango cha Bakari Nondo Mwamnyeto akionekana kuwa bora kwenye klabu akikosa mechi nyingi sana. Pengine hii inachangia na ubora wa Gamondi? Nafikiri ni mwendelezo mzuri kutoka kwa Michael Gamondi chini ya huyu Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu ukimwangalia Nondo wakati kiwepo Michael Gamondi ndani ya klabu ya Yanga alikuwa anipanga pangua lazima utamkuta, na bado alikuwa anaonyesha ushindani mkubwa ambao tunaita katika mabeki kweli ni watu ambao walikuwa wanaleta upinzani. Leo Michael Gamondi anakabidhiwa national team na anamwamini tena, anasimama pale na anafanya savings za maana. Kwa hiyo mimi naamini kuna siri nzito kati ya Michael Gamondi na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kuna siri nzito. Tutegemea kuyaona haya mwendelezo. Mimi naamini kama umri Mwenyezi Mungu ataendelea kumbarikia na kiwango chake kuendelea kuwa bora, Bakari Nondo Mwamnyeto anaendelea kuwa the best one. Tena si alikuwa ni captain pia msaidizi. Captain msaidizi kama sijakosea. Naamini inawezekana yale maamuzi ya mwisho ambayo Samata ametunyima, ametumiza Watanzania, ili lazima tulizungumze. Watanzania tumeumia na maamuzi ya Samata. Amecheza kwenye hadi soka la kulipwa. Leo unakuja kwenye uchungu wa taifa lako, unashindwa kudai penalty. Unashindwa kumwambia mwamuzi nenda kwenye viara. Kama unashindwa kuenda kwenye viara, mimi sirudishi timu. Yeye ndo alikuwa mwenye dhamana. Sawa. Yeye ndo alikuwa mwenye dhamana. Ndo aliyekuwa ameshika roho za Tanzania kuona ile tukio la Idinado nini kinaenda kutokea. Ila cha ajabu ana relax. Benchi la ufundi linapewa hadi kadi ya njano. Linakuwa na uchungu. Mtanzania mwenzetu anakosa kuwa na uchungu. Hii imeniumiza sana. Hii imeniumiza sana. Wenda ile ingekuwa penalty, ingepigwa tuta, tungepata goli, tungeendelea na hatua nyingine. Ungecheza mziki hapo. Umeelewa? Lakini Watanzania tumeumizwa na bwana Mohamed Samata. Bwana Samata. Yeah. Kwa kile kitu alichokifanya. Kama kienda kureview lile tukio, anastahili kutoka na kutuomba radhi wa Tanzania. Mimi hii nisifiche. Nimekuwa ni moja ya influencer wa kusapoti watu wapende mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiki kitu alichokifanya bwana Samata ametukosea. Mimi tuliwahi mlaumu Bakari Nondo Mwamnyeto ile goli la Stefan Aziki South Africa. Wewe Stefan Aziki amefunga goli anaenda kushangilia. Wewe unashangana unashindwa kushinikiza referee aende wapi? Kwenye viala. Unakumbuka? Nakumbuka. Leo bwana Samata anashindwa kufanya maamuzi yake. Anashindwa kuonyesha uongozi wake ndani ya football. Anashindwa kuonyesha uchungu. Namna gani anaumia. Leo unadhani Waarabu wangekubali? Wasingekubali. Wangekubali. Bora tungeonekana Tanzania tumevuruga mchezo kuliko kubali maamuzi ambayo hayafai. Kuna wakati tuzungumze ukweli. Wamecheza vizuri, bahati imekuja mwishoni, tunashindwa kuitumia hadi kwenda kudai nayo haki yetu. Tunataka tupewe nini? Tunataka tupewe nini? Umati wote ule ulikuja hapa. Ulikuja kufanya nini? Kuangalia na kusupport na kuwa na upendo na nchi yetu katika swala la football. Haya sasa maamuzi yanaenda kufanyika namna ile.
unawapa nini hawa? Unawapa ujumbe gani? Kesho unawavutaje hao kuja kuangalia? Wanakujaje kusupport? Fanya maamuzi kesho waseme yes, tuna kiongozi katika football. Nikushukuru sana mzee wangu. Nashukuru.